Unataka mikungu mikubwa ya ndizi? Hii ndio siri ndugu mkulima. Udongo wako kama utakuwa hauna virutubisho, kwa kweli mikungu yako itakuwa ni midogo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, inatakiwa ujitahidi sana 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 katika kilimo hiki cha ndizi, uweze kuzingatia swala zima la mbolea, hasa mbolea ya samadi. Kwani mbolea hii ya samadi ndio inasaidia wewe kuweza kupata mikungu iliyokuwa imara na mikungu iliyokuwa mikubwa. Kwani wakulima wengi wamekuwa na matatizo sana kwenye zao lao la ndizi. Zao lao la ndizi linakuwa na mikungu midogo tofauti na wakulima wengine, na zao lao la ndizi inakuwa mikungu yake inakuwa inadondoka, mikungu inakuwa sio mizuri, na hata ukiiacha shambani mikungu hiyo inapata changamoto ya kutokufanya vizuri na kuharibika. Kwa hiyo tatizo kubwa sana ni virutubisho katika ardhi. Udongo wako kama utakuwa hauna virutubisho, itapelekea wewe kupata mikungu ambayo sio mizuri. Tazama katika skrini yako kuna picha, hiyo ni ya ndizi. Hii ni picha ya ndizi ambayo mkulima wetu ameweza kulima, lakini ndizi hii sio nzuri. Ndizi hii mikungu yake ni midogo. Ndizi hii kwa kweli mkungu wake hauwezi kufikisha ndizi 100. Na kwa hali kama hii itakupelekea wewe kutokupata pesa nyingi. Kwa hiyo unalima ili uweze kupata pesa nyingi na uweze kujikwamua kimaisha. Kwa hiyo tatizo kubwa mkulima huyu amekosea katika swala zima la uandaaji wa shamba lake, na amepanda bila kutumia mbolea aina ya samadi. Na kama wewe ndugu mkulima utalima shamba lako, utapanda ndizi yako bila kutumia mbolea ya samadi, hiyo hautaweza kupata mikungu iliyokuwa mikubwa, na utapata mikungu midogo ambayo ndizi zake zitakuwa ni chini ya ndizi 100. Kwa hiyo ili kuweza kuepukana na changamoto hii, na kuomba uweze kujitahidi sana kuweza kukumbuka kuweza kutumia mbolea. Cha kwanza kabisa, chimba shimo lako lilokuwa ni zuri, shimo kubwa ambalo linalingana na eneo lako la magoti, na shimo liwe pana. Tenganisha udongo wa juu na udongo wa chini, na pia udongo ule wa chini changanya na mbolea aina ya samadi. Baada ya kuchanganya mbolea aina ya samadi, chukua mche wako, chukua mbegu yako bora ya ndizi. Mbegu bora ya ndizi na mimi nimeshajifunza ni mbegu ile ambayo inavumilia magonjwa. Pia ni mbegu ambayo ina tabia ya kuweza kutoa mikungu iliyokuwa ni mikubwa. Lakini usije ukachukua mbegu yoyote tu ukapewa na mkulima bila kufanyia uchunguzi ukaenda kupanda, hii itakuwa pia ni changamoto. Baada ya kufanya hivyo ndugu mtazamaji, basi chukua mbegu yako, tia kwenye hilo shimo lako, changanya pamoja na ule udongo wa chini ambao udongo uliokuwa umechanganywa na samadi. Fikia shimo lako na uweze kuacha kisahani kidogo. Kile kisahani kinasaidia kutunza unyevunyevu, na pia unavyokuwa unamwagilia maji kuweza kukaa. Na juu ya kisahani hicho unaweza kukata majani. Baada ya kukata majani utaweka majani yako pale vizuri kuzunguka kile kisahani kwa ajili ya kutunza unyevunyevu na kutunza ubaridi katika shamba lako la ndizi au mche wako wa ndizi, ambao kama muda huu wa jua kali, basi yenyewe inakuwa na ubaridi na inapelekea mikungu yako kuwa mizuri. Tazama katika skrini yako, huyo ni mgomba tena mwingine ambao tunatarajia kwamba ndizi hii kama ingekuwa imewekwa na samadi nzuri na shamba lake limeandaliwa vizuri, huu mkungu ungejaa, ungekuwa na ndizi zaidi ya 100. Lakini na wenyewe nao uko ndizi chini ya 100, na ukiangalia shimo lake la ndizi limeanza kudondoka, yani limelala. Limelala ni kwa sababu ya alichimba mashimo mafupi na hajaweka mbolea ya samadi, na pia shamba lake halina uangalizi, ndio maana imepelekea mgomba huu kuweza kulala na kutokufanya vizuri. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ili kusudi kuweza kupata mavuno yaliokuwa ni mazuri, ili uweze kupata mikungu ambayo ni mikubwa ya ndizi, jitahidi sana kuweza kuchukua hatua hizo ambazo nimeweza kuambia hapo. Kuandaa shimo lililokuwa kubwa, shimo lililokuwa zuri, andaa mbolea yako nzuri ya samadi, na pia uweze kupanda kwa wakati. Wakati gani wa kupanda ndizi ili uweze kupata mikungu iliyokuwa minene na mikungu mikubwa na mizuri? Ni wakati ule ule ambao mvua za mwanzoni zinapoanza kunyesha. Mvua zinapoanza kunyesha mwanzoni, ndio wakati huu ambao tunakushauri uweze kupanda ndizi, kwa sababu utamwagiliwa na mvua za kwanza, utamwagiliwa na mvua zile za katikati, na mvua za kumalizia.
hizi mvua za kumalizia, maanake za mwishoni. Kwa hiyo ukifanya hivyo, ina maana itapunguza pia ukame katika ndizi, na ndizi yako itatengeneza mikungu mikubwa na mizuri. Kama mkungu huo ni mkungu ambao kama ungekuwa na ndizi zaidi ya 100, ina maana mkungu huu una ndizi ambazo ni nene, ndizi kubwa. Na hii ni kwa sababu mbegu ambayo wameweza kupanda ni mbegu bora na ni mbegu ambayo ni nzuri, ambayo inatoa mikungu minene. Lakini changamoto yake ambayo amekosea yeye ni kuhusiana na swala zima la hajaweka samadi, na shimo lake alichimba kipindi anapanda ndizi yake lilikuwa shimo ni fupi, hajafika kwa usawa wa magoti, ndio maana imeweza kupelekea ndizi yake kutokuwa vizuri na kuwa ni ndogo na kuwa nyepesi, ambayo iko chini ya mkungu, uko chini ya ndizi 100. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo na kupelekea changamoto hii, ndugu mtazamaji, kwa kweli wewe hautapata mavuno yaliyokuwa ni mazuri. Ili kuweza kupata mikungu mikubwa, mkungu ambao unatoa ndizi zaidi ya 100, na ndizi hiyo moja ni nene nzito, ambao ukipeleka sokoni utaweza kuiuza na kupata pesa iliyokuwa kubwa, na wewe wateja wako watakuwa wengi wanakukimbilia, kwa sababu wanaamini ndizi zako ukiwauzia hata kwa bei ya 100 kwa kila ndizi moja, ina maana utaweza kupata ndizi moja zaidi ya 10,000, na utaweza kulisha familia na maisha yakawa ni mazuri zaidi. Kwa hiyo kuchukua hatua hizo ambazo nimeweza kufundisha hapa na kuelekeza, itakupelekea wewe kuweza kufanikiwa na kuweza kufanikisha katika kilimo chako cha ndizi. Na kuomba katika comment yetu uweze comment neno ndizi, ili kusudi niweze kutumia kitabu ambacho kitakuelewesha kwa picha angavu na picha nzuri, ambacho kitabu hicho kitakufundisha wewe na kuelekeza hatua kwa hatua mbalimbali ambayo utaifanya ili kusudi kuweza kupanda kwa kitaalamu na kuweza kupata mavuno ya ndizi iliyokuwa kubwa na ambayo imekomaa. Na hivyo basi, ndugu mtazamaji, ili kusudi samadi ni kitu gani? Maana kuna wengi ambao hawajui samadi ni nini. Samadi ni mbolea ambayo ya asili, au ni mbolea ambayo inatokana na kinyesi cha ng'ombe, kinyesi cha kuku, kinyesi cha wadudu mbalimbali. Kwa hiyo unapokuwa unaandaa shamba hili, jitahidi sana kuweza kuwa karibu na wale wafugaji, kuweza kutoa oda mbalimbali, ambayo oda hiyo itakusaidia wewe kuweza kupata vile vinyesi vya mbolea, ili uweze kuchukua uchanganye na udongo huo na uweze kupanda, ili uweze kupata mavuno yalikuwa nzuri, na ndizi zako ziweze kuwa nene, ziweze kuwa kubwa nzuri. Ukipeleka sokoni, basi utakuwa ni ndizi za kuvutia na watu wengi watazipenda na utapata pesa kubwa. Kwani nia na malengo ni kwamba ukipeleka sokoni ndizi zako uweze kupata wateja, kwani wateja wengi wanapenda vitu vilivyokuwa vizuri, na wewe inabidi uweze kuwa mbunifu katika shamba lako. Ili ukuwa mbunifu mzuri, utakapobuni shamba lako vizuri, utaweza kupata kile kilichokuwa bora zaidi, na kile ambacho wakulima, ambacho wafugaji, ambacho wateja wako wengi wanakipenda, ambacho ni nini? Ni mkungu mzuri wa ndizi. Na kama kutoka mkungu mzuri na mkubwa mzuri ambao watu wengi wataupenda, hii itakupelekea wewe kuweza kuwa na wateja waendelevu, na wateja ambao wanakuwa na uwezo wa kufuata shambani na kuweza kununua. Hiyo ni kweli, kwa sababu kuna baadhi ya wakulima wengi ambao wanapigiwa simu, na sasa hivi ndizi zimekuwa ni dili sana, ndizi zimekuwa ni adimu. Kama ndizi zimekuwa ni adimu, ina maana watu wengi sana wanapenda ndizi na wengi wanakula ndizi. Kwa ukifanya hivyo, utaweza kujikwamua kimaisha na utapiga hatua kubwa sana, ambayo itakupelekea wewe kuweza kumudu ukali wa maisha na kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo usisahau kuandika neno ndizi ili uweze kutumia kitabu hicho, na pia kuweza kuelekeza kama unataka mafunzo, tutakufundisha kwa kupitia neno kwa kutumia neno comment neno ndizi. Tutakufundisha jinsi ya kuweza kupanda hatua kwa hatua kwa njia mbalimbali ya mitandao, au kwa njia ya kuweza kufuata. Sisi ndugu watazamaji, tunapatikana katika mkoa wa Lindi, na tunatoa mafunzo kupitia mitandao ya kijamii. Na pia kama uko mkoa wa Lindi, tunaweza kupata shambani kwako, au kutoleka shambani kwako, tukaweza kutoa haya mafunzo ambayo yanahusiana na swala zima na kilimo cha ndizi. Kwa hiyo tunashukuru sana, na kukumbusha kuweza kusubscribe, kulike na kucomment.